Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watazamaji wetu, karibuni tena katika kipindi chenu pendwa cha Darasani. Na huu ni mtiririko wa vipindi vyetu bora kabisa katika channel hii ya Rabta TV. Hivyo msiache kutufuatilia, lakini pia usiache kuuliza au kueleza jambo lolote linaloendana na vipindi vyetu, na sisi tuweze kuleta vipindi vilivyokuwa bora kabisa. Leo tukiendelea na mtiririko wetu wa hadithi katika sehemu yetu ya pili, katika hadithi nambari 4 ambayo tuliona katika darasa iliyopita, imepokelewa na Abdullah ibn Mas'ud. Anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahadithia ya kwamba mwanadamu anapitia katika hali 4 katika tumbo la mama yake. Hali ya kwanza, anakuwa katika tone la uzazi au mbegu ya uzazi kwa muda wa siku 40. Kisha baada ya 40 ya pili anabadilika, anakuwa pande la damu. Kisha baada ya 40 ya tatu, ambayo ni sawa na siku 120, tunaona anabadilika, anakuwa pande la nyama. Kisha baada ya kufikia hatua hiyo, tunaona kiumbe hicho kipya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma malaika kukiendea katika tumbo hilo la mzazi huyo, na huandikwa mambo 4, na tuliyataja mambo hayo. Kwa moja katika mambo hayo ni riziki, matendo, alafu pia ajali ya mtu huyo, kufa kwake itakuwaje, na jambo la mwisho kabisa kwamba matendo, mtu huyo atakuwa ni mwema au muovu. Na tuliona ya kwamba tulielezea jambo moja baada ya jambo jingine. Hivyo leo tukiendelea na hadithi hii ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadaye akaendelea akasema kwa maneno hayo: fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, na hapa kwa Mwenyezi Mungu yule ambaye kwamba hapana mola isipokuwa yeye Subhanahu wa Ta'ala, inna ahadakum, kwa hakika ya mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli aljanna, atafanya matendo ya watu wa peponi, hata mpaka ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, itakuwa kati yake yeye na kuingia peponi umbali au urefu ni kama wa mkono tu hivi. Yani mtu atafanya matendo mema kiasi kwamba pepo itakuwa ipo karibu yake. Kisha Mtume akasema fayasbiqu alayhi alkitab, kinamtangulia yeye kitabu kile kilichoandikwa alipokuwa katika tumbo la mama yake, kwamba atakuja kufanya matendo tofauti kabisa mwishoni kabisa. Fayamalu bi'amali ahli an-nar, atafanya matendo ya watu wa motoni, fayadkhuluha, na ataingia motoni. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatupa tahadhari na kutuonyesha, kama tulivyosema katika kipindi chetu cha kwanza, kwamba mtu huyu atafanya matendo mema, matendo ya watu wa peponi, kama tulivyokuwa baadhi yetu sisi. Na Mwenyezi Mungu atujalie mwisho wetu usibadilike. Tunaswali, tunafunga, tunatoa zaka, hadi tunafanya khairi nyingi, lakini mwishoni inakuja unafanya jambo la watu wa motoni na unakuwa mtu wa motoni. Mwenyezi Mungu atustiri wewe na mimi pia na vizazi vyetu. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea na akasema, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar, na hakika ya mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa motoni. Mtu atakuwa mlevi, atakuwa mzinzi, atakuwa mwizi, mambo machafu yote atayafanya, hata mpaka ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, mpaka mtu huyo itakuwa kati yake yeye na kuingia motoni ni urefu kama wa mkono tu hivi. Fayasbiqu alayhi alkitab, kisha kinamtangulia kitabu kile kilichoandikwa na malaika. Fayamalu bi'amali ahli aljanna, atafanya jambo au matendo ya watu wa peponi. Fayadkhuluha, na ataingia peponi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Ndugu zangu Waislamu, tunaona katika hadithi hii tupate hofu juu ya matendo yetu, na tupate hofu juu ya utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi katika sisi ukishafanya ibada, ukisha swali, basi unamdharau kila mtu utakayemuona, kana kwamba wewe umeshapata kibali na uhalali wa kuingia peponi. Kumbe haiko hivyo. Wewe kama tunafanya matendo mema, tunafanya matendo mazuri, na tukana watu, tukawadharau watu kwamba wewe unanijua mimi imamu, mimi nani. Kumbe wewe katika maandiko yako ulioandika katika kitabu ni katika watu wa motoni. Mwenyezi Mungu atuongoze. Lakini pia huenda ukamwona mtu mlevi, mtu mwizi, anafanya matendo machafu, maasi, na wewe ukasema huyu ni mtu wa motoni. Kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni katika watu wake atakaowaingiza peponi. Ndugu zangu Waislamu, tunajifunza katika hikam, katika matukio yaliyotokea zamani,
ya kwamba siku moja katika wakati wa utume wa Nabii Musa alayhi salam, palikuwa na watu wawili. Mtu wa kwanza alikuwa ni mcha Mungu sana, na kuna mtu mwingine yeye alikuwa ni mtu asi, akifanya madhambi ambayo yamekithiri, kila aina ya madhambi hiyo mtu alikuwa akifanya. Sasa siku moja ikapatikana siku, ikawa yule mtu mwema mwenye kufanya ibada na mwenye kujiona akawa anatoka katika safari zake, anapita katika njia ambayo ni nyembamba na ndogo, kisha mbeleni yake akawa anatokea yule mtu muovu ambaye ni mwizi, mlevi, mwenye matendo yote mabaya, na yeye anatokea upande wa pili akiwa anapita katika hiyo njia. Kisha yule mtu mwema alivyomuona yule mtu muovu akasema, hii shida gani? Hii laana gani nakutana na mtu kama huyu? Ataniharibia, atanitoa sijui udhu wangu, atanichafua, ataninajisisha. Anasema maneno hayo kimoyomoyo pasi na kutoa sauti. Lakini upande wa pili kule yule mtu muovu kimoyomoyo alisema maneno kwa kuona haya, mtihani gani? Mimi nimelewa, mimi ni mchafu, hapa nimefanya maasi, nakutana na mja mwema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani yeye alimpa daraja ya juu mtu huyo mwovu, lakini yule mtu mwema alimshusha mwenzi daraja, na kana kwamba yeye ndiye mwenye kibali cha kuingiza watu motoni. Subhanallah, ikatoka tamko kwa Mwenyezi Mungu kumwambia Nabii Musa, ya Musa, nani katika waja wako ambaye anachagua watu wa kuingia peponi na watu wa kuingia motoni? Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Musa, mwambie huyo mtu ambaye anafanya matendo mema, anaswali. Kwa hayo maneno aliyosema kumwambia mwenzie, yameharibika matendo yake yote na atakuwa katika watu wa motoni. Kisha na yule mtu kwa kuona kwake haya, kwa kujiona kwamba yeye anafanya makosa, kwa kumuona yule mtu mwema na kumpa daraja yake, Mwenyezi Mungu asema na huyu nimemfutia makosa yake yote na hivi sasa atakuwa ni katika watu wa peponi. Ndugu zangu Waislamu, jamii yetu ya sasa imeharibika. Uislamu wetu sasa hivi umegawanyika katika makundi, hasa katika kipindi hiki cha miezi kuandama, mara tunafuata huku, imefikia hatua mpaka hivi sasa unaweza ukasema mimi msikiti fulani swali bwana, watu wenyewe wale wote wale washenzi, wale wote mushrik, wale wote watu wa motoni. Ndugu zangu Waislamu, hatujui na hatuna haki ya kuwachagua huyu ni nani wa peponi na huyu ni nani wa motoni. Kwa hiyo tujichunge na ndimi zetu. Tumeona katika hadithi hii ambayo Abdullah ibn Mas'ud anasimulia kwamba uenda ukawa unafanya matendo mema na wewe mwenyewe unajishuhudia mimi nafanya matendo mema, kumbe ukawa ni katika watu wa motoni. Lakini pia uenda ukamwona mtu anafanya matendo mabaya, anaasi, anakosea, kumbe ni katika watu wa peponi. Kubwa na la muhimu, al-husnul khatim, mwisho uliokuwa mwema. Mtume anasema katika mapokezi mengine, innamal a'malu al-khawatim, hakika ya matendo ni mwishoni jinsi yanavyoishi. Tuangalie matendo yetu tunavyoyafanya, tuangalie hali zetu tunavyoishi na watu. Katika kila jambo basi hakikisha mwisho wake unalifanya vizuri, na huku ukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kustahili kuomba na ndiye mwenye kustahili kuliliwa. Kwa hadithi hii tunakumbushana tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho uliokuwa mwema kwetu sisi na vizazi vyetu na wazee wetu na wote katika Waislamu waliotangulia. Mwenyezi Mungu ajalie katika watu wa peponi, na sisi tulikuwepo na tutakaofuata baada ya hapo pia Mwenyezi Mungu atusamee makosa yetu na atuingize peponi, na tuchunge ndimi zetu juu ya wenzetu, tusije tukawakosea, tusije tukamuuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neno dogo tu la kumdharau mwenzio au la kumshusha cheo mwenzio. Mwenyezi Mungu atusamee makosa yetu. Msisahau kuendelea kufuatilia vipindi vyetu bora kabisa katika channel yetu pendwa ya Rabta TV, na usisahau kusubscribe wewe ndugu yangu, wewe msikilizaji wangu kipenzi, ili uweze kunufaika na hadithi nyingi na masomo mengi yanayopatikana katika vipindi vyetu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.